asubuhi na kuangalia ulipo ufukwe wa bahari na kukuta maji ya bahari yakiwa yametulia. Ndege wanaruka huku na kule wakitoa milio tofauti tofauti, huku upepo ukivuma taratibu. Naona kundi la ndege wengine wakitembea pembezoni mwa bahari, ni kama vile wanaimba nyimbo nzuri pamoja na kucheza. Ghafla vipepeo wazuri wenye rangi tofauti tofauti wanapita mbele ya macho yangu na kuelekea lilipo ua zuri lililoota karibu na maji. Nasogeza mguu wangu kuelekea ua lile lililopambwa na vipepeo wazuri wa rangi tofauti tofauti, nikiangalia uzuri wa ua na nyongeza vipepeo wazuri. Nalitamani kulishika ua, la hasha, nikajaribu kulishika. Ghafla vipepeo waliruka juu usawa wa macho yangu na kujiunda umbo linaloashiria upendo. Nikabaki nimeduaa kwa kuangalia vipepeo wale walioashiria upendo. Sijakaa sawa, nasikia sauti ya ndege ikiimba na kutaja jina upendo. Ndipo ninashtuka. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Lakini nakumbuka neno upendo na sijui kwa nini. Nashika simu yangu na kukuta message ikiniuliza, je, ulishawahi kufika dunia ya upendo? Ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2021, siku tulivu yenye amani, furaha na upendo. Karibu msikilizaji, hii ni Night Love. Siku ya leo inakuletea makala nzuri sana itakayokupa mwanga katika dunia ya upendo. Aliyekuandalia na kukusomea makala kwa siku ya leo, langu jina ni Ulumbi Shalua. Makinika nami mpaka tamati. Upendo, wengi wamtafsiri katika namna tofauti tofauti. Wengine wameuelezea kwa mawazo yao na fikra zao. Lakini kwangu mimi, upendo ni dunia ambayo inaongozwa na hisia kali sana. Dunia isiyoonekana wala kuelezeka. Lakini mapenzi ni kutekeleza matakwa ya upendo au hisia. Watu huishi katika dunia hiyo. Wengine huongeza uzuri wa dunia ya upendo na wengine kuharibu kabisa. Lakini inapendeza sana kama mtu akijidhihirisha yupo katika dunia ya upendo. Linakuwa ni ua lililochanua pembezoni mwa ufukwe wa bahari. Bwana Bakari alimkuta kijana mmoja akichinja kuku. Akamuuliza, "Kwa nini unamchinja huyo kuku?" Kijana alimjibu na kumwambia, "Nataka nipike nile, kwani hujui leo ni siku ya Ramadhani." Bwana Bakari akamuuliza tena, "Unautoa uhai wake ili wewe ufurahi? Je, ndivyo unavyoweza kumtendea binadamu mwenzako, kwa kumbembeleza ili umlaghai na kuchukua furaha yake? Je, ndivyo unavyofanya kwa kumdanganya binti mrembo mwenye ndoto zake, kumbembeleza na mwisho kuchukua furaha yake? Je, ndivyo unavyofanya kwa mwanamke aliyekutoa tumboni kwa maumivu makali, kumbembeleza na baadaye kuwa adui wa furaha yake? Je, ndivyo unavyofanya kwa mtu aliyepoteza wazazi na waangalizi wake, kwa kumbembeleza ili baadaye uchukue furaha yake? Kuku huyo ulimfuga kwa kumbembeleza, kumpa pumba nzuri, mashudu na vyakula vya kumnawirisha. Nawaza hivi, katika hii dunia isingalikuwepo dunia ya upendo, ingalikuwa ni dunia ya aina gani?
nahisi watu wasingeishi kwa amani. Wengine wangepigana mpaka kuuana. Wengine wangelikuwa wao ni wakulia kila siku. Wengine wasingekuwa wakiongea mpaka mauti ziwakute. Wengine wangeyashindwa maisha na kuamua kujiua. Wengine wangejuta kuzaliwa katika hii dunia. Lakini kwa sababu ya upendo unaishi katika dunia yetu, watu hatutamani kufa, tunatamani kuendelea kubaki na kuishi katika ulimwengu huu. Wanasaikolojia wengi wametafsiri upendo. Mheshimiwa Jiddu Krishnamurti ni mwanasaikolojia kutoka India aliyesema upendo ni sawa na hamu, furaha na amani. Kwa maana nyingine, watu wengi katika huu ulimwengu wanapenda kwa sababu ya matamanio. Wanapenda ili kupata kitu. Hivyo watu wengi tunaishi katika dunia ya matamanio, tukihisi labda tupo katika dunia ya upendo. Mheshimiwa Aristotle ni mwanasaikolojia aliyetafsiri mapenzi na kusema, mapenzi ni nafsi moja iliyojiunda ndani ya miili miwili. Lakini pia Mheshimiwa Jaggi Vasudev katika moja ya interview yake alizowahi kuzifanya, mwanasaikolojia huyu aliulizwa, katika hii dunia isiyokuwa na upendo wa dhati, kitu gani kifanyike? Na katika maelezo yake alisema binadamu inapaswa tu afahamu kwamba hakuna aliyemkamilifu katika hii dunia. Upendo unaweza kupotea, lakini mapenzi hayawezi kupotea. Bila kuwa na huruma huwezi kuwa au kuishi katika dunia ya upendo. Upendo huwa na matokeo ya shukrani. Moyo na akili hufarijika vinapopata upendo. Ni sawa na ndoto niliyoiota asubuhi ya leo. Shukrani pia ni upendo kwa aliyekupa upendo. Dunia ya upendo husimama na utoaji kutoka moyoni. Mtu anayeishi katika dunia ya upendo hutoa bila kutarajia malipo. Lakini sio mtu anayeishi katika dunia ya mapenzi. Dunia ya upendo ni dunia ambayo hujitokeza ndani ya moyo wa mtu bila taarifa, na huweza kupotea bila taarifa, kutokana na binadamu anavyoishi na binadamu mwenzake, mnyama anavyoishi na mnyama mwenzake, kipepeo anavyoishi na kipepeo mwenzake, miti na maji pia, vitu vyote vilivyopo duniani. Hata hivyo, binadamu anapoishi katika dunia ya upendo hufanya vitu vingi kwa uweledi mkubwa na hataweza kuogopa madhara yake. Upendo unaweza kuunganisha taarifa kwa binadamu mmoja hadi mwingine, lakini pia wanyama na mimea, kwa kumfanya binadamu ahisi vile mwenzake anahisi, binadamu kuhisi vile mnyama anahisi, binadamu kuhisi vile mdudu anahisi. Upendo unaunganisha taarifa za binadamu na mazingira yanayomzunguka yote. Rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela alishawahi kusema, binadamu anaweza kufundishwa kuchukia, na kama anaweza kufundishwa chuki na kuelewa, ataweza pia kufundishwa kupenda na akaelewa. Upendo unafundishika, lakini sio kwa kushika kalamu na karatasi, bali ni kwa vitendo. Upendo ni sawa na pumzi. Naamini kwamba hakuna kazi duniani inayofanikiwa bila kuwa na msaidizi. Pumzi ni moja ya kitu
ambacho binadamu anakithamini hapa duniani. Lakini upendo ni msaidizi wa pumzi. Bila upendo binadamu hawezi kuishi kama binadamu wa kawaida. Binadamu wengine watamtafsiri kwa picha tofauti tofauti. Ataonekana kama mnyama na binadamu wengine watamkimbia kabisa. Kwa asilimia kubwa ya binadamu duniani wanachanganya upendo na mapenzi. Ni kweli kwamba vinaendana, lakini upendo ni hisia ambazo zinakutuma juu ya kufanya kitu au kumfanyia mtu kitu bila kuyafikiria malipo. Na mapenzi ni hisia zinazokutuma kufanya au kumfanyia mtu jambo ukiyataraji mema. Mfano wa upendo ni kumsaidia mtoto ambaye ana uhitaji mkubwa sana wa maisha bila kuwaza kuwa ipo siku atakusaidia. La hasha, binadamu mwenye umri kama wewe au aliyekuzidi bila kuwaza wema atakao kutendea. Mfano wa mapenzi ni sawa na binti kuomba msaada kwa kijana na kijana kumhitaji kimwili. Tunaishi katika dunia ya tatu, dunia inayopendeza sana, lakini ndani ya dunia ya tatu tuna dunia ya upendo. Hivi unaijua raha yake? Ni zaidi ya dunia ya tatu. Je, unaujua uzuri wake? Ni zaidi ya dunia ya tatu. Dunia ya upendo imegawanyika katika makundi mawili: upendo wa kimungu na upendo wa kimapenzi. Makundi yote ni upendo unaoishi katika dunia ya upendo, lakini upendo wa kimapenzi ni upendo wenye hisia kali sana. Inasemekana watu waliopo katika upendo huu wakiangaliana machoni kwa muda wa dakika 2, mapigo ya mioyo yao huenda sawa. Ambapo inasababishwa na kuzaliwa kwa hisia za euphoria, na hisia hizi zikizidi basi mapenzi yanakuwa kama madawa ya kulevya. Yaani ukiingia kutoka ni ngumu, na ukilazimisha utapata maumivu. Kisayansi yanaitwa physical pain. Ni makali zaidi ya moto kupita mwilini. Wanasaikolojia wanasema unapopata kumbato la mtu unayempenda au kukiwa na upendo wa dhati kwenu, basi kama unaumwa utapona, ambapo tendo hili husaidiwa na kuzaliwa kwa hormone aina ya oxytocin au cardio hormone. Hayo si maneno yangu. Hivyo basi, ukikumbatiwa na mwenza wako na ukashindwa kupona, usinilaumu mimi. Chuo Kikuu cha Columbia kinasema katika moja ya machapisho yake, mapenzi ni rahisi kuvunjika kuliko kumpata na kujenga hisia za mapenzi na upendo pia. Naye Strauss alisema katika moja ya chapisho zake, mapenzi yanavunjika ndani ya mwaka mmoja, yakizidi hapo inakuwa vigumu sana kuvunjika. Hii inatokana na tabia za binadamu haziwezi kujificha kwa mwaka mzima. Naam, baada ya kutambua haya ndipo narejelea ndoto yangu, nami napata jibu. Nilikuwa katika dunia ya upendo. Naweka vizuri simu yangu ili nimjibu yule aliyeniuliza kwa message kwamba nimeshafika katika dunia ya upendo na sitaki kuiharibu wala sitamani. Naweka simu yangu chaji ili niendelee na majukumu mengine. Mpendwa, kwa wakati huu Nightlife haina la ziada juu ya dunia ya upendo. Ulumbi Shalua ndiye aliyekuandalia na kukusomea makala kwa siku ya leo. Kwa heri kwa sasa.